Momo. Napenda kuita Momo kwa sababu ya utondo upeji yako. Na ameenda wapi jamaa? Yaani babe, alinifanisha sio anaumwa kichwa, sio ana malaria, akaenda huko hospitali. Najua mume wako naona unajua kabisa hapo na itego. Na nahisi mission yetu inakuwa complete kabisa. Nitaenjoy sana. Yaani baby. Ni muzi. Yaani anajifanya nijua kuliko hata mimi ninapojijua. Yaani tunapendana. Yaani tunapendana sana. Na huu sio mchezo wa kuigiza. Haya ni maisha halisi ambayo tunayaishi. Na mimi nimekueleza hivi kwa sababu wewe ni rafiki yangu na ninakuheshimu. Shima? Si shima. Shima gani unazungumzia wewe? Bosi Salim. Mkwe Salim. Tangu lini wewe ukaniheshimu mimi? Yaani jambo ambalo umelisahau ni dogo sana. Kwamba mimi heshima kwangu ni pesa, noti, nyekundu ndio heshima ambayo inaweza kanifanya mimi nikatoka hapa nikaenda kanunua ugali, nikanunua kamnyweso nikanywa na nikaweka heshima baa, nikawanunulia walevi wote kaniona mimi ndo boss. Sasa sijui unazungumzia heshima gani? Alafu sasa mnaona unajisahau sana. Umesahau kwamba baba zenu nyinyi wote ni maadui wakubwa, yani paka na panya. Sasa vipi kama mimi hii taarifa nitaenda kupeleka kwa baba yako na kwa baba yake huyu binti? Naomba turahisishe mambo na tufanye yaishi. Wewe ulikuwa unataka kitu gani ambacho kitafanya haya ulioyaona hapa yaishie hapa njia panda? Ewa, hayo sasa ndo maneno ambayo mimi nitarajia kuyasikia kutoka kwa bosi wangu Salim. Wanajiita Salim Bey. Kuna mambo mawili tu ambayo mimi nahitaji kutoka kwako. Jambo la kwanza, pale ofisini garage mabosi ni nyinyi wawili, yani Salim pamoja na Ruta. Pia kuna mtu mmemwajiri ambaye ni foreman anayeongoza vijana wote na kuwalipa. Sasa ile nafasi ya foreman nataka nipewe mimi, na yule atolewe kabisa pale. Yani wale vijana wote wawe under control yangu mimi. Yani kabla hujafikia kuwaletea nyinyi taarifa, wafike kwangu kama foreman, mimi ndo niwape nyinyi taarifa. Lakini jambo la pili, kutoka kwako wewe peke yako, nahitaji pesa. Gumbo, huo ni usaliti mkubwa sana. Ina maana sikiliza, hadithi kati yangu mimi na wewe bado inaendelea. Gumbo, shemeji naomba usimame. Tafadhali Gumbo, nakuomba usifanye hivi. Naomba nisikize hata kidogo tu na mazungumzo na wewe. Unataka nini Saida? Mimi nimeshazungumza na bosi wangu na makubaliano yetu yamefika mwisho. Unanichelewesha kwenda nyumbani kula chakula cha mke wangu bwana. Gumbo, ukisema siri utaharibu amani ya familia yetu yote.
babangu ataniua mimi. Na dadangu atapata aibu hapa mtaani isiyofutika. Tafadhali nakuomba. Naomba utunze hii siri kama kaka anavyomlinda mdogo wake. Nakuomba usimwambie mtu yoyote yule. Please. Siri nzito kama hii kuibeba bure ni jambo ambalo haliwezekani. Alafu unajua ni gharama kiasi gani kufunga mdomo wangu? Kwani niendelee kutunza hii siri wakati naweza nikapata pesa na mamlaka? Gumbwa, sisi ni wanafamilia. Unawezaje kufanya biashara hii kwenye maisha yangu? Kumbuka pia Salimu ameshakwambia atakupa kila kitu unachokitaka. Si basi ameisha. Kwa nini unaendelea kutufuatilia? Nisikilize vizuri na unielewe. Mimi hapa sihitaji pesa kwa Salimu, bali kwa kupitia hili nimemshika Salimu pabaya. Yaani kwa kifupi nimemfunga kamba shingoni. Na mimi ndio mwamuzi wa huu mpira. Nikiamua tu sasa hivi nitoe siri, nyinyi nyote mnaangamia. Sasa usijaribu kunipigia vimagoti hapa. Mimi sio Mungu. Mimi hapa ni Gumbwa. Na Gumbwa ninaujua utamu wa siri. Hata usijali. Huna moyo wa binadamu hata kidogo. Unawezaje kuwa mkatili kiasi hichi kwa shemeji yako? Siri ni kama barafu, huwa inaenda na kuyeyuka kwenye jua kali. Sasa siri yako naitunza hapa kwa sababu siri ni tamu sana. Shemeji. Baridi limetawala pale pale na joto la mahaba. Ufalme wangu unawindwa. Na mimi nimebaki yatima wa hisia, nikisubiri mkono wa kunusuru katika sumu hii ya upweke inayonikaribia kila wakati. Najua kwa sasa kila neno la faraja linaweza kuonekana kama kelele, lakini kumbuka kuwa hata barafu nzito kabisa hushindwa na jua la kesho. Ruhusu moyo wako ulie. Ruhusu huzuni ipite, kwani hiyo ndiyo njia pekee ya kuanza kupona. Tuliongea vitu vingi kama nakumbuka. Na akakwambia kama iko siku utakuja kujua upande wangu wa pili, utakuja kunitia kwa nini ulinikubalia. Na sitaki nje kuonesha upande wangu wa pili hata siku na hiyo. Hata siku na moja. Kuna kitu ambacho nakisikia kwa mtaani kinaongeleka, lakini sijatilia maanani. Ila nataka nijue kwako. Naomba uniambie, Salimu ni nani? Na waga kukutana nao nafanya naye kitu gani?
Na kwa nini ukutana naye? Mwagama, Salim ni kama kaka yangu tu. Sina mazoea naye mengine yoyote yale. Salim ni kama kaka yako? Mmezaliwa tumbo moja? Na kama mjazaliwa tumbo moja, kwa nini ukaa naye? Hapana, ila ni kaka tu wa mtaani. Ndio nimezoea kumuita kaka. Na wala sina mazoea naye yoyote yale. Ni kaka wa mtaani? Ndio mnakaaga naye kule kwenye kuta za nyumba kule? Hivi unafikiri kile kinachoendelea mimi sikijui? Akutongozi yule? Hajawahi hata kunitongoza. Kwenye simu yako umemsave nani? Jina ulomsave kwenye simu nani? Umemsave pale Salimu, mbele ukaweka Makopa. Lakini mimi nimesave Mwagama ukaweka na Kiboko. Mimi Kiboko? Ukiniangalia nafanana Kiboko. Mwagama. Hivyo unavyofikiria wala haviko. Yaani sio kweli. Kwamba sio kweli kwamba hujasave Kiboko? Mimi niliweka kwenye neno Kiboko. Yaani Kiboko ya kwako, Kiboko jina mnyama. Mwagama, nimependa tu kusave hivyo, lakini sio kwa ubaya. Hivi unajua sura yako ya upole ndio inaniponza mimi, nakuona kama kweli ni Yesu ameshuka juu yake hapa. Lakini kama nisingekuwa nimekupenda kwa dhati, kitu nilichokuja kukufanyia wewe kisingekuwa cha mkwala. Ungejua pande wangu wa pili hapa. Mimi taarifa zako ninazo. Watu watakunyima hela tu, lakini taarifa zako ninazo. Ziko hapa. Na kila unachokifanya, kila tu unaopiga, naambiwa. Naomba nihakikishie kama kweli utakuwa karibu na Salim. Niambie. Na kuahidi, kuanzia leo hivi ninavyoongea, haki ya Mungu, mimi naacha mazoea naye. Na kuahidi Mwagamba. Mimi nivusu lale hapa mimi ndali hapa. Ana hapo ndekea huko atakuweke. Nivusu liambe. Salma yanapita mara 3. Unajua ni wachache sana katika dunia wanaoita mara 3. Basi mimi ni mmoja kati ya watu wachache ambao nakuita mara 3. Unajua Salma, kuna vitu kuna wengine mpaka wapige deki ndio vinasimama, lakini wewe unavyo vimesimama vyenyewe. Unamaanisha nini kusema hivyo? Utanielewa tu taratibu, hata usijali. Yaani, unajua jana usiku sana nimelala, nimeota tipo mimi na Faraga. Eneo zuri. Tunapenzika kimapenzi. Yaani nimeenjoy sana usiku wa jana, afu naamka leo na kuona wewe tena. Sikia ni familia yako mpa. Na kuheshimu. Na nakuchukulia kama wako wao. Naomba mimi na wewe tuheshimiane. Univalishe joo la heshima. Ukiniambia ya maneno tena, namwambia mko wao. Nadhani tumeelewana. Momo. Napenda na kuita Momo kwa sababu ya utondo mpeti yako. Ya ameenda wapi jamaa? Yaani babe, alijifanyisha sio anaumwa kichwa, sio na malaria, akaenda huko hospitali. Mo. Najua mume wako. Na anajua kabisa hapa na itebo. Na nahisi mission yetu inakuwa complete kabisa. Nitaenjoy sana. Yaani baby,
Ananiuzi. Yaani ananifanya anijua kuliko hata mimi ninapojijua. Yaani basi tu, yaani namuomba Mungu nikilala niamke nilifute tao limekufa. Hivi is mad. Mimi na wewe tu enjoy. Babe, Waswahili wanasema sio kila anayechuchumaa anajisaidia mwili. Na sione kobe limeinamishwa kilichojua linatunga sheria. Unajua mimi napenda siku moja nalala kwenye kitanda cha mume wako, nakula sahani na uko nalia mume wako. Na unajua yeye mwenyewe amekaa huko ajui kama mtu wake wa karibu, rafiki yake wa damu. Ndio unasanomo. Yaani bwana wewe uko na masira. Haya, usijali, kila kitu kitakuwa safi na utaenjoy sana. Amini. Wahenga wanasema sinchiti baby, sinchiti. Ukinichiti wakuja kukubomoa. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo. Sara, punguza makasiriko basi. Usiwe kama kuni ya akiba inayomcheka nayo ungua jikoni. Hebu nisikilize. Unajua kuna siku utakuja kujua kwamba maneno yangu ambayo nakwambia yana uzito kiasi gani. Tena yatakuwa na uzito zaidi ya chuma ambacho nakijua wewe. Nisikilize. Leo hii unaniona mimi dhaifu kwa sababu nimetapakaa vumbi la upendo. Lakini unatakiwa uelewe kwamba upendo huo unaisha. Upendo huo unafutika. Alafu na kuna siku ili vumbi la upendo litafutika. Sasa sijui nini kitatokea. Vumbi likifutika unabaki udongo, na udongo hauna thamani mbele ya almasi. Nenda kanywa maji utulie gumba. Sikize Sara. Sara. Oye. Sara rafiki yangu, samahani kwa kuja nyumbani kwako muda huu. Najua kabisa ukutegemea ujio wangu saa hizi. Ila kwa kuwa nina matatizo makubwa sana amenikuta, ndio maana nikaamua kuja. Sauda, matatizo gani haya? Mbona anitisha tena? Gumbo alitufumania njiani mimi na Salimu, tukiwa kwenye mazungumzo. Na akaingilia mazungumzo yao kati. Aliongea sana maneno ya kashfa ambayo yaliniumiza sana. Nalifikia sisi mpaka akataka kugombana. Ila mimi nikaamua kuingilia kati. Lakini ghafla tu nilivyoingilia kati, alinyamazisha na kutolea maneno machafu sana na kuniambia kuwa tukitaka anyamaze hii siri sijulikane mtaani. Anahitaji vitu hivyo viwili. Mchofia ni hivyo Sauda. Alisema kuwa kitu cha kwanza, amesema kuwa anahitaji uongozi pale ofisini kwa Salimu. Na kitu kingine, anahitaji pesa kwa ajili ya kunyamazisha mdomo wake. Wewe Sauda. Na nyinyi mmeamwaje? Salimu amwambia kuwa hivi atampa chochote kile anachokihitaji ili tu anyamaze. Rafiki yangu, hili swala haliwezekani kabisa. Mbona Gumbo ni mtoto mdogo sana? Niamini mimi tunamudu. Nitakupa njia. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo. Lakini kwako nilikuwa kama si kitu. Mapenzi yangu kwako yakawa kama mzigo tu. Siku nalala na machozi kimya kimya,
najiuliza kosa